Tujifunze neno kutoka kwa mzee Msuya. Kwanza mzee Msuya tujifunze neno moja kubwa. Alikuwa ni mpenda maendeleo. Mzee Msuya tunajifunza kwake kwamba alikuwa ni mpenda maendeleo, ni mtu ambaye anakuwa anapenda kuthubutu katika kufanya na alikuwa anaamini katika kufanikiwa. Lakini lingine ambalo kubwa tunajifunza kwake mzee Msuya aliyotuachia ni upendo na ukarimu na kutokutumia cheo vibaya. Kwani mzee Msuya pamoja na kipindi akawa waziri mkuu bado ulikuwa unakuta hata wapiga debe wanafika nyumbani kwake kuongea naye na alikuwa anawathamini kwa kila jambo. Lakini jambo ambalo mzee Msuya ametuachia alama ya kutokuwa wabaguzi. Tumepokea kwa masikitiko makubwa msiba huu wa mzee Cleopa David Msuya. Kama mnavyomfahamu tunamuita baba wa Mwanga. Kwetu Usangi ametufanyia mengi, au wilaya ya Mwanga ametufanyia mengi. Tutamkumbuka kwa mengi aliyoyatenda kwa kuijenga wilaya ya Mwanga. Kama mnavyofahamu tulijitenga kutoka wilaya ya Pare kuwa wilaya ya Mwanga mwaka wa 82, lakini amefanya maendeleo makubwa. Kipindi anachukua uongozi wake tulikuwa na shule za sekondari nadhani ni chache sana, lakini aliweza kuinua watu kielimu. Na katika uongozi wake mzee Msuya aliweza kutuunganisha katika miundombinu mbalimbali ya barabara. Mzee ni mzee kwanza ambaye ni mzee mkarimu, mzee mchapakazi, mzee mshauri. Daima alikuwa anapenda sana kushauri, na si kwamba ni katika shughuli tu labda pengine za maendeleo haya wananchi kwa ujumla, lakini pia hata kama ni shughuli zinafanyika kwenye madhehebu za dini, miradi mbalimbali ya dini na nini, alikuwa yeye yuko bega kwa bega kuweza kushauri. Niseme tu kwamba kwa mara ya mwisho juzi hapa yule mzee nilikuja kumuomba anisaidie mradi ambao tunaendesha wa kituo cha afya cha Waislamu hapa Usangi, na nikajaribu kumtuma kwenye sehemu mbalimbali na akaniahidi kunisaidia ili tuweze kupata facilities hizo. Lakini huyu mzee kwa muda wote huo ambao tumeishi naye, ni maana kwamba ni daima anashauri watu kwanza kuwa wachapakazi, lakini kuwa waadilifu, lakini kuwa watu ambao ni wanyenyekevu kwa wananchi. Wakati tunafanya kazi naye mzee huyu akitoka tu bungeni, mimi nikiwa diwani hapa, akija Mwanga tayari ana ratiba ya kuzunguka wilaya nzima ya Mwanga. Ningependa kumshukuru kiongozi wetu Cleopa Msuya kwa haya aliyotutendea. Ametuletea maendeleo nyumbani. Tunamshukuru sana, Mungu amweke pema peponi. Waige kutoka kwake mifano, utu, busara na utulivu. Kwa hiyo nashukuru kwa kutuletea maendeleo, barabara, maji, maendeleo ya kupendeza sana Usangi. Naweza tukamshukuru. Habari, leo tumefika hapa Mwanga Usangi, na wote nadhani mnafahamu kwamba tumepata msiba mkubwa wa mzee wetu, baba yetu, mzee Cleopa David Msuya uliotokea jana tarehe 7. Kwa hiyo leo tumekuja na kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa na wilaya na watumishi wengine kwa ajili ya maandalizi ya msiba huu na maziko. Tumepata taarifa kutoka kwa mheshimiwa mkuu wa wilaya na timu yake kwamba wameshajipanga, wamefanya maandalizi ya awali, wameunda kamati kwa ajili ya shughuli za mazishi. Kwa hiyo sisi tumekuja kuungana nao tukisubiri sasa kamati ya kitaifa ambayo iko Dar es Salaam pamoja na familia wanakaa wajadiliane na kukubaliana shughuli za mazishi za mzee wetu. Tunategemea mazishi, Mungu akijalia, yatakuwa wiki ijayo siku ya Jumanne. Sasa sisi huku tunajiandaa ili kuweza kupokea mwili na wananchi wa wilaya ya Mwanga na wana Kilimanjaro waweze kutoa heshima zao za mwisho. Kama mnafahamu kwamba mzee wetu alikuwa ni kiongozi mkubwa serikalini, lakini alikuwa mheshimiwa mbunge wa jimbo hili kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo wananchi wa wilaya ya Mwanga na vitongoji vyake wamepata mshtuko mkubwa na masikitiko makubwa. Kwa hiyo baada ya shughuli za Dar es Salaam analetwa mkoani Kilimanjaro
na ratiba zaidi tutawafahamisha tutakapopata baada ya kamati kuu ambayo iko Dar es Salaam inafanya maandalizi.